Haya, asante sana. Hongera sana kwa Mama Happy kwa kuweza kuchukua tuzo. Tuendelee mbele bila kupoteza muda tuendelee. Tuangalie tuzo inayofuata sasa ni tuzo ya sekta ya kilimo zao la mkakati. Tuzo sekta ya kilimo zao la mkakati. Tuelekeze macho yetu. Marikia kwa Pambea namba 88.5 Clouds FM kutwaga moja kwa moja Nkufumira hapa Pambea The Green City. Malkia wa nguvu 2025 twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao. Wakati Tanzania ikivaa medani ya ushindi wa nafasi ya pili katika uzalishaji wa zao la chai Afrika, yupo Mtanzania mmoja tu mwanamke kutoka ukanda wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoani Njombe, anayeshikilia rekodi ya mwanamke mzalishaji mkubwa zaidi wa zao la chai kwa mujibu za Njombe Auto Growers Services Company NOSC. Majina yangu naitwa Joyce Romanus Maemba, mkulima wa chai kutoka katika mkoa wa Njombe. Ninakaa eneo la Msete, kata ya Mji Mwema. Joyce na marehemu mume wake waliota ndoto ya kufanana ya kuwa wazalishaji wakubwa wa mazao ya mkakati na kuanza kudunduliza maeneo kwa uzalishaji kiasi. Kilimo kilikuwa ndani mwetu na marehemu mume wangu toka mapema, na ndio maana tunakaa huko mashambani kwa furaha kabisa, hatuna shida, kwa sababu ilikuwa ni ndoto yetu. Kuishi mjini litukuta tu, lakini huku ndiko ambako tulikuwa tunatamani sana kukaa. Kati ya 2000 mpaka 2005 ilihamasishwa sana kilimo cha kahawa. Ndio hilo shamba langu dogo naliona hapo la kahawa, tulianza nalo hilo. Kukatokea shida ya fulani ambayo hewi ni nini of course, lakini likasizi kabisa. Baadaye tukiwa tumetelekeza sasa kahawa, ndio ikaingia sasa uhamasishwaji mkubwa wa kilimo cha chai. Baada ya kupata ile na tukaona kwamba ni kitu kinaonekana ni kizuri zaidi kuliko ile kahawa, tukaona tujikite zaidi kwenye mashamba ya chai. Maanake maeneo ya mashamba tunayo mengi sana, lakini ya chai kama chai mpaka sasa tunaika kama 165 ambazo zinazalisha chai. Kwa ilikuwa tu ni wewe kuwa na shamba lako unazalisha chai, na ilikuwa chai toka unavyoipanda mpaka unavyoanza kuvuna at least mwaka wa 3 wa 4 unaanza kuvuna. Katikati ya sherehe za kufurahia mafanikio ya kuanzisha mashamba makubwa na uzalishaji mkubwa, Joyce alimpoteza mumewe kipenzi, na kama haitoshi, soko la chai lilidorora. Kwake yeye, hiki kilikuwa ni kipindi cha ubatizo wa maji moto. Hapa nilipofika hapa, na ukizingatia niko peke yangu, mwenzangu alishafariki na hivi na nini. Lupembe kulikuwa kiwanda, Luponde kuna kiwanda, Kibenati kuna kiwanda. Unachoangalia nani anakulipa vizuri. Biashara ni biashara, kuna kupanda, kuna kushuka. Wenzetu nao wenye viwanda walikutana na nini, sisi wenyewe hatujui. Ila tukajikuta tayari tunaanza kuzalishwa madeni kwenye viwanda, hawalipi kwa wakati. Kwa hiyo na sisi automatically tukaingia kwenye shida. Kwa ile 23 kiukweli niliweka mbolea kwenye mashamba ambayo haikuzalisha chochote. 2024 haikuzalisha chochote. Ndio 24 mwezi wa 7 wakaniambia lazima tufanye ukarabati wa shamba, hiyo ambayo tunaita ni pruning. Kwa hiyo tulipokata, nilikata mashamba yangu karibia 80% ya mashamba yote nilikata. Hawa Noski ndo walionisaidia kunikopesha pesa za kulipa wale wafanyakazi, na hiyo kazi yote ya kufanya hiyo pruning pamoja na mbolea. Miaka ya 2020 angalau Joyce alishuhudia mapambazuko na kuamsha tumaini jipya baada ya waziri wa kilimo kumtafutia ufumbuzi wa soko. Na sasa malkia huyu amefanikiwa kuanzisha mashamba zaidi ya ekari 500 na kuongeza uzalishaji hadi tani 300 kwa mwaka, na huku akiajiri vibarua zaidi ya 100 kwa siku. Alipokuja waziri wa kilimo Mheshimiwa Bashe, tulipata nafasi ya kuongea naye. Kwa kweli ndio shida yetu ilianza kutatulika kutoka hapo tulipoongea naye. Kwa mwaka huu kwa mara ya mwanzo nimefika walau kilo 300. Mimi kwa majina naitwa Benedict Mpoma.
ni operations manager ya kampuni ya Njombe Gas Service Company. Mama Mayemba amekuwa ni moja wa kulima bora kabisa kwenye zao la chai kwa mkoa wa Njombe. Naweza kusema ndio anayeongoza, kwa maana anaongoza kwa kuwa na eneo kubwa, anaongoza kwa kuwa na uzalishaji wenye tija kwenye eneo lake, pia anaongoza kutoa ajira. Nikizungumza tu kwa uelewa wangu mdogo, namna anapomiliki ardhi na mazao mbalimbali, anamiliki eneo lisilopungua eka 500. Kwa kote huko kuna watu wamewaajiri wanafanya kazi. Malkia Joyce anaziangukia mamlaka za usimamizi wa sera ya kilimo kumsaidia kufikishiwa huduma ya umeme ili afunge mifumo ya umwagiliaji itakayorudufu uzalishaji na ajira endelevu, huku akiota ndoto ya kutanua wigo wa kilimo cha kidijitali. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni muombe kabisa akipata nafasi ya kusikia haya, kuona, tuwezeshe kidogo. Walau tukipata umeme, mimi binafsi siwezi. Kwa hiyo niombe kwa huruma yake kama mama aone kitu kupitia kwa Waziri Bashe, kwa sababu kama si Waziri Bashe kuja na kuongea na sisi, hizi changamoto ningekuwa bado ninazo mpaka leo. Mabibi na mabwana, akina Ndit, Ndauli na majirani zangu Tununu na Tusigono, namleta kwenu malkia mwenye mamlaka katika kilimo cha zao la mkakati. Huyu ni Joyce Romanus Mayemba. Naitwa Joyce Romanus Mayemba, mkulima wa chai, malkia wa nguvu 2025. Twende duniani. Malkia wa nguvu 2025. Twende duniani. Ahlan wa sahlan. Ni hao. Makofi mengi jamani kwa Bi Joyce. Makofi kwake. Naomba malkia wa nguvu uje hapa stejini kwa ajili ya kuja kupokea tuzo. Makofi mengi kwake malkia wa nguvu na vigeregere jamani. Karibu malkia wa nguvu, karibu sana. Asante sana DJ Peru. Asante sana. Wakati huo huo namkaribisha Bwana Abdurrahman Abbas. Huyu ni mkurugenzi wa Yas kutoka Nyanda za Juu Kusini, pamoja na Janet Kanyika ambaye ni mkurugenzi wa Twalima Agro Solution. Karibuni sana kwa ajili ya kuja kukabidhi tuzo. Asante sana. Naomba mumkabidhi malkia wa nguvu mama hapo Bi Joyce. Kwanza certificate. Hongera mama, wewe ni malkia wa nguvu. Lakini pia vile vile naomba mkurugenzi wa Tigo Nyanda za Juu Kusini Yas umkabidhi
Umkabidhi mama tuzo yake. Makofi mengi jamani kwa Bi Joyce. Mama, wewe ni malkia wa nguvu, karibu uweze kusema chochote. Malkia wa nguvu safi. Clouds Media Group safi. Kwa majina naitwa Joyce Romanus Maemba. Malkia wa nguvu 2025 kwa kilimo cha mkakati kutoka Njombe. Naomba nitoe shukrani zangu za nguvu kabisa. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa kutuweka hai na kutuongoza hata saa hii. Pili, ninamshukuru sana mama yangu mzazi aliyenizaa na kunilea na kunitunza na kunipa ujasiri ambao ninao mpaka leo. Pia ninamshukuru sana marehemu mume wangu, alinifundisha kufanya kazi kwa bidii na maarifa, ndio maana hata nilipoondoka nimeweza kuendeleza kilimo chetu ambao ni kazi ngumu kwa watu wengi. Ninamshukuru sana na Mungu amlaze pema peponi. Ninawashukuru sana watoto wangu, wameniunga mkono, tumekuwa pamoja kwenye kazi zetu kila wakati. Zaidi ya yote, marafiki, ndugu na jamaa wote ninawashukuru sana kwa kunisaidia mpaka hapa tulipofika. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais mama wa nguvu Samia Suluhu Hassan kwa mambo yote anayotusaidia, kutupa mbolea za ruzuku, kutupa visima vya umwagiliaji na vitu vingi sana kupitia serikali yake. Ninamshukuru Mheshimiwa Bashe kwa sababu kama sio ziara yake ya kuwatembelea wakulima wadogo Njombe 2023 mwezi wa 7, mimi ningekuwa bado niko chini sana. Mungu ambariki sana. Ninamshukuru sana kwa namna ya pekee Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu wa mkoa wa Njombe safi. Ameifanya Njombe iwe mpya kabisa kabisa. Tunashukuru sana na waandamizi wake wote wanafanya kazi kwa juhudi na maarifa. Ninawashukuru sana sana kupita kiasi. Clouds Media, naomba msiache hii program ya Malkia wa Nguvu, inawaamsha watu kufanya kazi kwa bidii na maarifa. Mwisho kabisa si kwa umuhimu, ninashukuru sana chama chetu kikuu cha ushirika Njotikoje ambao walinishika mkono kupitia chombo chao Noski. Mungu awabariki sana, kazi yao ni njema kwa sababu wanatukopesha mbolea, wanatupa elimu ya kitaalamu kulima chai na vitu vingine, kitu ambacho kwenye mikoa mingine hakipo. Mwaka jana kumekuwa na crisis kubwa sana ya kiuchumi kuhusu zao la chai, lakini sisi watu wa Njombe tulisimama imara kwa sababu Noski iko pamoja na sisi. Noski, naomba mng'are sana. Mwishoni kabisa, ninamshukuru Mheshimiwa Rais, maombi yangu yale niliyoomba siku ile sijaacha bado. Mama, huko uliko najua una wasaidizi wako wengi wananiona na wanasikia. Naomba utusaidie umeme kwa sababu msimu wa uchumaji kwa Njombe ni kidogo. Miezi 6 tunachuma chai, miezi 6 hatuchumi chai. Kuna watu wale ambao wanafanya kazi mashambani hawana kazi nyingine. Kwa hiyo tukipata umeme tunaweza tukaanzisha vitu vingine vingi vya ufugaji na kazi nyingine ndogo, wale wakapata ajira kwa mwaka mzima. Clouds Media, ng'ara. Ninatanguliza shukrani zangu za dhati kwa nyinyi mlionikabidhi tuzo. Kazi yenu ing'are. Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana Bi Joyce, asante. Makofi mengi na vigeregere jamani kwa Bi Joyce.